Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Situsonge mbele kidogo. Tusonge, wale walikuwa nyuma, songa tu mbele. Tusiwe mbali sana. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kwa wale wanijui, jina langu ni Reverend Bernard Lodeki. Nampenda Yesu kwa sababu amenineemisha kuitwa mwana katika ufalme. Bwana asifiwe. Maana Biblia inasema ya kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu mimi na wewe, si kwa matendo, si kwa kazi iliyo nzuri ambayo tulifanya, si kwa sababu tulipendeza zaidi, bali ni kwa neema ya Mungu kwamba sisi tupatikane katika umati wa watu wengi na kuweza kuchaguliwa kuita wana wa Mungu aishie milele. Bwana asifiwe. Nataka kushukuru askofu pamoja na Pastor Gideon kwa fursa hii ili kunipa madhabahu haya nikanene neno la Mungu. Sichukui kwa bure tu. Amen. Pamoja na chairman, nataka kutoa shukrani zangu kwa sababu ya nafasi ya kupewa madhabahu haya ili nikashiriki neno la Bwana. Bwana asifiwe. Nataka tuende moja kwa moja kwa neno la Mungu katika kitabu cha Isaya sura ya kwanza na mstari ni wa 18. Kitabu cha Isaya sura ya kwanza na mstari ni wa 18. Biblia inasema ya kwamba haya njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zitapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zitapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Bwana asifiwe. If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Bwana asifiwe. Huyu ni Mungu ananena na sisi moja kwa moja katika nafsi zetu. Ni Mungu anayenena na mioyo zetu mchana wa leo. Ni Mungu anayesema ya kwamba jinsi tulivyo anatupenda. Ni Mungu anayesema ya kwamba jinsi tulivyoitwa yeye ametukubali na anatupenda jinsi tulivyo. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba sasa njooni tusemezane pamoja. Anatuita kwa sauti ya upole mno. Anatuita kwa sauti ambayo ni ya unyenyekevu. Mungu wetu amefika mahali akanyenyekea, akatoka kwenye kiti chake cha enzi, akashuka chini kukaa pamoja nasi, na anatuita kwa sauti ya upole. Anatunong'onezea katika sauti ya upole. Anasema ya kwamba njooni sasa tusemezane pamoja, asema Bwana. Kwamba njooni sasa mchana wa leo tukakae pamoja na Mungu katika kiti, tukasemezane pamoja na yeye. Je, umefika mahali ukajidharau, ukasema ya kwamba haufai? Hata wale wanaonisikiza wakiwa kule nje, Mungu anasema njoo
inanena pamoja nawe, ni sauti ya Mungu inanena pamoja naye, na inakuita katika hali ya upole, na anakuita katika hali ya unyenyekevu. Anasema njoo sasa tukae pamoja nawe kwenye kiti, na tusemezane pamoja nawe, tutiane moyo pamoja nawe. Akasema ya kwamba hata kama umefika mahali ukahisi ya kwamba haufai, ukahisi ya kwamba haustahili, ukahisi ya kwamba umetenda dhambi zilizo nyingi, lakini Mungu anasema kwamba jinsi ulivyo katika moyo wako, katika hali uliyoko ndani, jinsi ulivyo, anasema njoo sasa tukae pamoja nawe, tusemezane pamoja naye. Mungu huyu ndiye anayetakasa dhambi. Mungu huyu ndiye anayesamehe dhambi. Mungu huyu ndiye anayerehemu watu wake. Mungu huyu ndiye anayewaokoa watu wake. Mtu mwingine wa yoyote hawezi kukuokoa mpendwa. Hata kanisa haliwezi kukuokoa. Mchungaji wako hana mahali pa kukupeleka. Hata yule unayefikiria kwamba una imani ndani yake hana mbingu ya kukupeleka. Lakini unaye heri wewe. Mungu anazungumza na wewe, anasema mimi Mungu ninayesamehe dhambi, ninayetakasa dhambi, ninayekurehemu. Njoo sasa tukae pamoja nawe, tusemezane pamoja nawe. Bwana asifiwe. Haleluya. Mpendo, umefika mahali ukajidharau, watu wakakuangalia wakasema haufai, wengine wakakudismiss, wakasema wewe hauwezi, wakasema wewe haustahili. Lakini nataka kukwambia katika macho ya Mungu wewe unafaa, katika macho ya Mungu wewe unastahili. Anasema ya kwamba njoo pamoja, tukae pamoja nawe ili tusemezane. Hata kama dhambi zangu zako ni nyekundu kama damu, Mungu ameahidi katika neno lake atasafisha dhambi zako, atatakasa dhambi zako, utakuwa mweupe kama theluji, asema Bwana wa majeshi. Bwana asifiwe. Mpendwa, ni dhambi gani unahisi umetenda mpaka umefika mahali uka-avoid the congregation of the Lord? Ukafika mahali uka-avoid hata kuingia kwa kanisa. Ukafika mahali watu wamekusema kwamba wewe haustahili, wewe haufai. Lakini nataka kuambia jahadhuri ya leo kwamba kunaye mmoja pekee anayekupenda jinsi ulivyo, katika hali uliyoko ndani, katika hali watu wanakudhania, katika hali watu wanakokusema. Ninataka kutia moyo jahadhuri ya leo, hakuna mahali mtu anaweza kukupeleka, lakini kunaye Mungu anayeweza kukaa pamoja nawe, anayeweza kukuinua, anayeweza kukutakasa. Hata kama watu wamekudismiss, wakasema haustahili, wakasema haufai, lakini kunaye mmoja amesema kuja jinsi ulivyo, nitakaa pamoja nawe. Hata kama dhambi zako ni nyekundu kama damu, huyu Mungu amesema atazitakasa, ataziosha na kukufanya mteule. Bwana asifiwe. Kuna watu wamehukumika. Umefika mahali umesikiza wanadamu sana, umesikiza watu kule nje, wale wanaokuhukumu. Na sijui ni kwa nini watu wanatuonea sana sisi wa Kristo. Kitu kidogo kifanyika kwa Mkristo, Mkristo akiteleza kidogo, inakuwa ni topic sasa ya wanadamu, na wanaofanya maneno hawawezi onekana. Ninataka kutia moyo, do not despair, do not turn away from God, kwa sababu ni Mungu ndiye mwenye rehema, ndiye anayeturehemu, ndiye ametuita kwa kusudi. Haijalishi watu wanasema nini, haijalishi watu wanakudiscuss nini, haijalishi watu wanakuambia nini, lakini kunaye mmoja anasema njoo jinsi ulivyo, tusemezane na wewe. Haleluya. Pendo, kwani ni dhambi gani kubwa umetenda? Dhambi ambayo ni nyekundu kama damu. Kama kuna dhambi kama hiyo, ni dhambi ya kumwaga damu ya mwanadamu. Ikiwa Mungu amefika mahali akasema hata kama umemwaga damu ya mwanadamu, bado ninakupenda jinsi ulivyo, kuja tu kwa
pamoja. As long as you shall obey, you shall be obedient. The Lord will sanctify you. The Lord will cleanse you. The Lord will set you free. Atakuita mwana katika ufalme. Haijalishi watu wanakuhukumu nini, lakini angalia hukumu ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Mawazo ya Mungu ni tofauti. Vile Mungu anavyokuona ni tofauti. Vile wanadamu wanaokupangia ni tofauti. Lakini mipango za Mungu kwako ni mipango ambazo ni kamilifu. It is a God who gives us future, who gives us hope in this life. Anasema haijalishi, kuja tu kwangu jinsi ulivyo, nitakupokea. Haleluya. Bwana asifiwe. Ijapokuwa dhambi zenu zitakuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama supu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Kama kuna kitu Mungu anaheshimu ni kutii. Obedience in the Lord. Have faith in God and obey the commandments of God. Obey the word of God. Obey them that are in authority. Obey katika jina la Yesu. Anasema ya kwamba ikiwa tu utatii na kukubali yale Mungu anayonena, ikiwa utatii na kukubali neno la Mungu, ikiwa utatii na kukubali kufanya kazi yake, Mungu anaahidi ya kwamba haijalishi watu watakwambia nini, haijalishi watu watasema nini juu yako, haijalishi ni nani atakuwa kinyume naye. If God be on your side, kila kitu inakuwa sawa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mpendwa, usishushe moyo katika maisha haya. Vile ulivyomkubali Bwana, shikilia imani yako. Have faith in the Lord, because without faith it is impossible to please God. Desire to please God. Usidesire ku please wanadamu kule nje. Usidesire kufanya mambo ili watu wakuone, lakini tumainia Mungu katika hali zote. Muheshimu, tembea katika njia za Mungu, tenda yaliyo mausia ya Mungu. Na wakati mwingine unaporudi nyuma na kuteleza, usikae pale chini. Inuka ukakae pamoja na Mungu, msemezane na yeye. Yeye amejawa rehema, yeye amejawa neema, na neema yake inapita dhambi zetu zote. Haleluya. Bwana asifiwe. Pendwa, vile ulivyompokea Bwana, shikilia sana kile ambacho uko nacho. Shikilia kile Mungu amekupatia. Shikilia imani iliyo Mungu alikupatia. Usiwache wanadamu wakakutoa katika imani, katika ku-criticize mambo yako, katika kusema kinyume nawe. Usifike mahali ukawacha imani, usifike mahali ukawacha kazi ya Mungu, kwa sababu unapowacha kazi ya Mungu kwa sababu ya wanadamu, kwa sababu ya kusema, kwa sababu ya kuangaishwa, mpendwa, Mungu hawezi furahishwa na wewe. Haijalishi ni hali gani unayopitia, haijalishi umeenda umbali kiasi gani na Mungu, anasema njoo. Anakuita kwa sauti ya upole, njoo. Ikiwa utamwamini, ikiwa utakubali, ikiwa utatii, Biblia inasema ya kwamba mema ya nchi ni kwa sababu yako na vizazi vyako. Bwana asifiwe. My sister, do not despair. My brother, do not despair. Shikilia kile ambacho Mungu amekupatia. Shikilia imani ambayo Mungu amekupatia. Shikilia mgao ambao Mungu amekupatia. Kama ni talanta ambayo Mungu amekupatia, mpendwa, shikilia. Usisikize watu, usisikize sauti za shetani, usisikize sauti za wanadamu. Weka imani yako kwa Mungu, au mwambie Mungu, I cannot do without you. Bwana asifiwe. Amen. Fika mahali useme, Mungu, hata kama ninasema, hata kama ninadhihakiwa, hata kama watu hawanipendi, hata kama wameniasi, lakini jinsi nilivyo, ninakuja kwako Mungu, kwa sababu kwako kuna rehema, kwa sababu kwa Mungu kuna neema, kwa sababu kwa Mungu kuna baraka.
Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa sababu umemtii Mungu, na kwa sababu unamtumikia Mungu, na kwa sababu umevumilia katika madhiaka ya wanadamu, katika kusema na wanadamu, na ukashikilia imani, Biblia inasema ya kwamba mema ya nchi yatakuwa juu yako. Inaweza kuonekana kana kwamba mema hayo hayaonekani leo, lakini nataka kukutia moyo, hata kama mema hayo, it is not seen today, it may not be seen today, but it can be seen tomorrow, and if not tomorrow, in the near coming future, mema hayo utayaona, kwa sababu Mungu ameahidi, na Mungu sio mwanadamu akasema uongo. Anaposema amesema. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Doesn't matter when or how, but one of these 5 days, the good of the land will be upon you. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Mpendwa, shikilia. Sifike mahali ukachoka, sifike mahali ukatupa mkono kwa sababu ya dhiaka ya wanadamu. Biblia inasema ya kwamba hata kama dhambi zako ni nyekundu kama bendera, huyu Mungu ataziosha, huyu Mungu atazitakasa, huyu Mungu atakurehemu, huyu Mungu atakutakasa upya, ikiwa utakubali kutakasika pamoja naye, ikiwa utakubali kutii mbele za Mungu, ikiwa utakubali kushikilia imani, ikiwa utakubali kushikilia kazi ya Mungu katika lanjawa, katika hali zote, mahali kote unaposhiriki, unaposhikilia kazi ya Mungu, unapotii na kukubali kutenda mausia ya Mungu na kukubali kutenda kazi ya Mungu, the Bible says that goodness shall follow you all the days of your life. Amen. Hallelujah. Amen. Na katika nyumba ya Mungu utaishi milele. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wacha kusumbuka. Umeambiwa kitu kidogo unaanza kuhangaika. Unaambiwa nimekuona mahali fulani, unaanza kusumbuka. Watu wanakuwekelea maneno, unataka kutoka kwa imani. Wacha nikwambie mpendwa, yule aliye ndani yako ni mkuu kuliko yule aliye kule nje. Bwana asifiwe. So do not despair. Usifike mahali ukashushwa moyo. Usifike mahali ukasema nimekwisha. Usifike mahali ukahisi ya kwamba huwezi endelea. Mpendwa, finyilia mbele, kwa sababu safari ya injili na safari ya imani bado inaendelea. Amen. Bwana asifiwe. Bwana wabariki. Bwana watendelee.